mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi. Kazi maana yake ni shughuli yote halali inayompatia mtu riziki yake. Na sisi hii kazi ya usajili na ujaji na uhakimu na nini ni kazi halali, sinatupatia pia riziki yetu. Na sisi tumepata bahati angalau hata ya kupata hizi kazi. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo nasema kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Ndio maana tunataka kupeleka pia, pamoja na mambo mengine, hizi huduma zetu za mahakama za mwanzo kila kata, ili watu kuenhance amani na utengamano na usalama kule, watu waweze kufanya shughuli zao kwa ajili ya ustawi. Ndio chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Jamii gani inaendekeza wazururaji na wazembe na wavivu? Hata walipokuwa wanatafuta wachumba, kwa mfano kule Kigoma na Bukoba, moja ya sifa ilikuwa kwamba unaenda wanasema hapa binti wa fulani, kama ni huyu ana bidii ya kazi. Hiyo nyumba hiyo uwe ya wavivu. Sasa na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu. Hili ndio naomba kuwasitiza ndugu zangu. Tushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali kama za kwetu hizi. Tunapotekeleza majukumu yetu, tusipende tu kuitwa waheshimiwa. Hizi statuta ile uheshimiwa mimi unanipa shida sana. Siku hizi hatutaki kuitwa tena ndugu. Kila mmoja anataka kuitwa mheshimiwa, mheshimiwa. Mheshimiwa wapi? Haya masharti haya umeyatekeleza? Ya katiba hii inachosema hapa. Tukifikia hatua hii uheshimiwa kwa statutory, then we are in for it. And then this inakuwa kama ni cover up ya udhaifu wetu. Tunapaswa tujitume halafu kwa uaminifu. Sasa kujituma kwa uaminifu, hii kujituma ndio neno halali na rasmi la sisi huku tunapokuita kwa Kiswahili kujiongeza. Lakini kwenye lugha ya kikatiba na kisheria ni kujituma. Usisubiri kusukuma na mtu. Changamoto tulionao mahakama ya Tanzania, miezi sita haijakamilika, niliokaa na ninyi hapa na hata nilipokuwa huku kabla sijaenda kule kule Ikulu, tunaishi kwa maelekezo. Mimi sitaki tuishi kwa maelekezo, mimi nataka tujitume. Ndio maana wengine tunachukua muda mrefu kufanya mentoring, kufundisha. Hii akili ya kuishi kwa maelekezo yanayoshuka kutoka kwa jaji mkuu yaende kwa jaji kiongozi, au yanaanzia kwa jaji kiongozi kuenda huku chini, yataenda kwa jaji mfawizi, yataenda kwa jaji mfawizi, atampelekea msajili atashusha sijui kwa hakimu kazi mfawizi wa wilaya au sijui wa mkoa. Hiyo inaitwa mahakama hakimu kazi. Endeni kama inahusu mahakama za mwanzo, hakimu mfawizi wa wilaya atalipeleka mahakama ya mwanzo. Hiyo akili ya kuishi kwa maelekezo ndio mimi nataka tuachane nayo. Kila mmoja atambue wajibu wake. Na hili tatizo limekuwa kubwa sasa humu serikalini. Ndio maana hata hiyo dira inazungumza juu ya wajibikaji kama kipaumbele cha 3 wa utumishi wa umma. Na sisi huku mahakamani changamoto ni kubwa kwa sababu tunaishi kwa maelekezo. Mimi sitaki tuishi kwa maelekezo, kwa sababu maelekezo tayari tunayo katika katiba, katika sheria na maadili yetu. That is it. Tukianza kuishi kwa maelekezo tutachukiana bila sababu za msingi. Kwa sababu tutakapoanza follow up tunaanza kuwajibishana. Hii akili ya kuishi kwa maelekezo kwa kweli imespeed down, imelower our speed ya kuwa active, kuwa proactive, kwa watu wa kujituma.
na kuonyesha ile bidii ya kazi. Tunasubiri maelekezo kutoka kwa jaji mkuu, maelekezo kutoka kwa jaji kiongozi, maelekezo sijui nini. And then nilichokuja kubaini ni kwamba haya maelekezo yakishashuka kule, no follow up, no feedback. I would like that we change tremendously. Sisi ni sehemu ya serikali, lakini wenye jukumu la kutoa haki. Mihimili mingine inapohimizana huko, wajibu wetu sisi wenyewe huku na tujione kwamba na sisi ni wahusika, na tuna mchango mkubwa sana katika kudumisha law and order tunapotekeleza hilo jukumu la haki, na kwa sababu hiyo kudumisha ustawi wa wananchi. Ushauri wangu ni kwamba tuyatekeleze haya kwa kujituma na kwa uaminifu. Tunatambua maadili ya utumishi wetu, na uadilifu nimesema several times inahusu vitu: our compliance with the laws of this nation, and na compliance ya maadili yetu, na compliance ya viapo vyetu. B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Nidhamu yetu ya kazi ni ipi ambayo tunapaswa tuitimize? Ni hii ya kusubiri kuambiwa? Hivi hatujui kwamba hapa kuna changamoto? Sisi ndio tulipaswa tuwe first person kuwa sensitive to justice. Hatuwezi kuwa tunaitwa tu justice, Mr. Justice, Chief Justice wakati ambapo we are not even sensitive to justice. Inatakiwa mtu akiniona mimi aone hapa kuna justice. Akimwona mtu fulani hapa amuone hapa ni justice. Asikuona anasema huyu jamaa hapa si ndio anachukua hela hapa. Huyo hatujali kabisa huyu hapa. Naombeni haya maelekezo yataendelea kuwepo, lakini yanapokuja yafanyiwe kazi kwa ufanisi ipasavyo ili kupata tija iliyokusudiwa. Lakini zaidi sisi tunasisitiza kujituma na kwa uaminifu, lakini kuzingatia nidhamu ya kazi na kuwa na jitihada za kufikia malengo tuliyojiwekea. Lengo letu sisi Tanzania ni kufanya kazi, ni kutoa haki kwa wote mapema ipasavyo. That is our objective, ndio vision yetu. Lengo letu sio kudischarge mafaili 220. Mnaelewa jamani? Na malengo yetu sisi yamewekwa kwenye katiba, yamewekwa kwenye sheria. Sasa hivi kimsingi hatuna visingizio. Sisi wengine ambao tunaifahamu mahakama tangu wakati huo, kuja kuanza kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapa kama wakili wa serikali hapa Dodoma 1994. Mahakama ya Tanzania hii haikuwa hivi mnavyoona leo ninyi. Tulifikia hatua mahakamani hatukuwa na karatasi za kuandikia, tunaandikia kwenye mifuko ya simenti kabisa. Mimi nimeshuhudia. Tukatoka kwenye mifuko ya simenti tukaenda kwenye madaftari. Kuna reformu zimefanyika hapa na serikali. We have got to be so much grateful. Kwamba viongozi wetu wakuu wa taifa hili katika nyakati mbalimbali wanaona umuhimu, hata kama tuonekana kama tumebaki nyuma, but seriously kujisi kuna kitu substantive kimefanyika. Ninyi mnakaa hapa kwenye viti vizuri hivi hapa na nini? Nini? The good thing is, as I can see and graceful, ninyi nikiangalia ninyi pale, naona kama akili zenu ni nzuri, na ninaamini kwamba tutafanya vizuri, na tuendelee kuichukulia seriously haya ambayo ni wajibu wetu. Sasa pamoja na mashauri haya ya mirathi
ambayo nimesema haya yanapaswa yapate first charge. Iwe ni kwenye level ya original jurisdiction au kwenye appellate level. Kuna umuhimu pia kuongeza speed yetu kwenye disposal, kwenye adjudication ya mashauri yanayohusu ardhi. Ardhi ndio mali ya maana hapa duniani kuliko mali zozote. Na hata ninyi mnaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya ardhi, eneo lililotengwa linalojulikana kama ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila shughuli za binadamu hutegemea uwepo wa ardhi, na anazifanya kwenye ardhi, na uzalishaji wote hufanyika kwenye ardhi. Na sisi binadamu hata kuishi, ukiacha hiyo divine intervention, tunategemea matumizi ya ardhi. Kuna mmoja wenu hapa namuona anaendaga kanisani anafundisha, sitamtaja, lakini ukisoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19, yule bwana mkubwa alielekezwa, anaitwa Adamu, pamoja na mambo mengine. Wewe ni ardhi, utaitumikia hiyo ardhi maisha yako yote. Maana yake kwamba shughuli zako za uchumi, za kisiasa na kijamii zinategemea matumizi ya ardhi. Uchumi wote uko kwenye ardhi. Na siku zote vita hupigana kwa sababu mbili. Moja, ardhi ambayo inabeba rasilimali zote. Pili, ibada, and nothing else, dini. Ndio maana nasema hii migogoro ya ardhi lazima tuitatue mapema, na tumeona tu hapa watu wanapigana pia, either individually. Mimi nimeshuhudia kesi, nimehukumu kesi mimi, mtu anampiga mwenzake, wanagombea shamba, lakini tumeshuhudia sisi hapa watu fulani wakipigania ardhi, au koo fulani katika kabila fulani wakipigania ardhi, au watu fulani wakipigania ardhi ama kwa ajili ya malisho au kwa ajili ya kilimo. We want to do away with this thing. Na mimi natamani kwamba hata adjudication ya mashauri ya migogoro ya ardhi kwenye ngazi ya wilaya kule na wapi, hii ya mimi mahakamani tufanye sisi wenyewe. Right now tunalaumiwa kwa kitu ambacho hatuhusiki. Mashauri yanakuja huku juu yameshaharibika. Kwa nataka mashauri haya tuyape kipaumbele. Masajili, ninyi waheshimiwa wasajili, mnapotengeneza muwakumbushe waheshimiwa majaji wadispose wasikilize hizi kesi za msingi za migogoro ya ardhi iliyoko kwenye original jurisdiction zao. Tusizikwepe. Sasa pamoja na mikakati tulionayo, Mheshimiwa RCA anafahamu. Sisi nilidhani kwamba ifikapo Juni tungekuwa tumemaliza, tusiwe na kitu hizi delays. Juni next year. Lakini navyoangalia na mambo mengine na urasimu huku serikali na nini, mambo mengine yanahusikana pia na kufanya amendment kwenye sheria zetu. Tunaandaa bili right now. Mimi kabla sijaondoka nataka niwe nimekamilisha niipeleke kwa mwanasheria mkuu wa serikali, ili bunge linalokuja la Januari ile bili isomwe angalau kwa mara ya kwanza, na ikiwezekana waheshimiwa wale akili zao zikiendelea kuwa nzuri, basi iende hata isomwe mara ya 3, iwe sheria, sisi tuanze kufanya kazi, itupunguzie hizi backlog huku na ucheleweshaji wa kazi. Sasa moja ya mambo ya msingi kwenye hiyo bili ni hii mahakama ipo, haianzishwi, ipo ila inaitwa kwa jina lingine la hakimu mkazi, ikiwa redundant. Sio swala kisera hili kwamba tupeleke sijui nini, halina urasimu, kwa sababu ni kubadilisha jina na kuipa majukumu ambayo itatusaidia sana kupunguza na hivi vitu vingine. Sasa kwa hiyo pamoja na hatua nyingine hizi tunazochukua za kumitigate delays, right now basi other things being equal, tungependa kabla au ifikapo tarehe 15 Disemba mwaka 2025 tuwe na 0 delays
Yaani kesi iwe imechelewa kwa sababu kulikuwa na sababu ya msingi. Mimi naachana na haya mambo ya institutionalization na regularization ya delays. Unaiweka miaka miwili, sijui miezi sita. Kwa nini? Mashauri ya jinai kwa mfano, DPP ameshasema yeye wao upelelezi shauri siku 90. Wewe umemaliza. Siku miezi 6 shauri leo limekamilika kusikilizwa mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi. Na sisi tulichosema tunaachana hiyo mwaka mmoja. Sisi tunarudi huku hiyo miezi 6, lakini hatutaenda miezi 6 ndio tunaiondoa. Mimi nataka turudi kwenye msingi wa katiba. Kutochelewesha haki bila kuwepo sababu ya msingi. Kama nilivyokwisha kusema, ukishaweka hizi characterization na periodization ya timing ya kumaliza mashauri, this breeds negligence, it breeds delays in a discharge of justice, in the discharge of our duties. Kila ukiamka kama nilivyokwisha kusema, nasema sina miaka miwili hapa. Miaka miwili ya wapi? Kwa hiyo narudi pale nyuma. Mashauri haya ya ardhi yapewe kipaumbele. Na kama kutakuwa kuna kuwapima watu ni how much they do discharge hizi substantive cases. Haina maana kwamba kwenye apili waziache, lakini apili ni rahisi. Mimi naweza kusikiliza apili hata 20 kwa siku moja. Kuna ugumu gani kwenye apili zipate? Acha hizi za court of appeal ambazo ni complicated. Hizo apili nyingine za ardhi, sijui za ndoa, sijui za vitu gani, sijui zile applications zinazokuja pale za kazi na rufaa zile huku wanaleta huku high court. Kuna kitu gani kigumu pale? Na nataka tufanye kazi kwa kujituma, tusisubiri posho. Vitu vingine tufanye kazi kwa kujituma, tusubiri posho. Posho hiyo ni incentive tu. Watu wakikuona huyu anajituma, akili yake ni nzuri, the reward will always be there. Iko hata kwenye katiba ibara 23. Na kwenye hii dira ya taifa ya 2050 inasema ili kuimarisha uwajibikaji katika utumishi wa umma kutakuwa na adhabu na nini? Wanatumia lugha gani ile? Na motisha hii. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Incentives. There be punish sanctions and incentives. Watendaji hawa accounting officers wana akili ya kubaini kwamba hawa jamaa wamefanya kazi kubwa, they deserve reward an incentive. Hatuwezi kufikia hatua ili tufanye kazi tutekeleze wajibu wetu ambao sisi ni wajibu wetu mpaka tulipwe. Alafu vipaumbele viwe kwenye kufunga safari za kwenda mikoani na nje ya nchi ili tupate fedha, huku hizi taasisi zetu na wajibu wetu ukienda sivyo. Sasa nazungumza na ninyi, nadhani ninyi ndio wazao wangu wa kwanza, si ndio? Nafikiri ninyi mmeanza kunielewa. Baadhi yenu mimi nimefanya nao kazi hapa, sitaki kuwataja. Na wengine nikawamenta, wamekuwa viongozi. Ninaombeni sana. Naombeni sana. Sisi, we need to be exponents of justice, not evils. We are exponents of justice and not evils. And that being the case, we should serve the people with all sincerity and in truth.
Narudi kwenye ibara 125 hiyo ibara 25 tu ya katiba. Kujituma na kuaminifu, nidhamu, jitihada kufikia malengo yetu, na malengo yetu ni ya kikatiba, ni ya kisheria. Nimewaeleza tangu mwanzo. Ninyi mkiwa mashini, siongei leo na majaji hapa, naongea na ninyi kwa sababu ninyi ndio mashine ya mahakama. Mkizembea ya ndani. Serikali ifanya mabadiliko ikasema tuwatenganishe wasajili, tuache na makazi yao ya judicial. Sasa kazi za utawala tuwape watu wengine. Hawa utawala wapo wanafanya hizo kazi. Kwa hiyo wakati ambapo kuna hiyo burden, sisi tutekeleze wajibu wetu. Zile kesi nikiziangalia mimi, sioni hata sababu kwa nini hata zifike hiyo Disemba niliyosema. Tungeweza kuzimaliza kama Juni, zote zimekamilika. Tumeweka mkakati. Tutakapomaliza hizi tulizonazo, kwa mfano Court of Appeal, hawa majaji ambao tumewastation kwenye hizo kanda wataanza sasa kudili specifically na kesi loko pale. Anakata rufaa si inasajiliwa centrally, alafu anasikiliza. That is the instance of taking them to the people down there. But for the time being tutashigirika na kumaliza hizi zilizopo, ambazo kama nimesema other things being equal, by December 15th next year we have been done.